Samahani kijana, nilikuwa nauliza kwa mzee Amani. Hapana, kwa sababu mji huu mimi mgeni, maana kama mazingira haya anashughulika na shughuli gani? Ni mbabu fulani hivi, ana nywele nyeupe kichwani, kaniambia anakaa mtaa huu. Mazingira haya kwa sababu mwenyewe mazingira haya ni mgeni kidogo, sifahamu. Maana mji huu mimi ni mgeni, sina naimfahamu shehe wangu. Shanifahamu maana ningelifahamu ilikuwa kidogo na afadhali angalau ningekupeleka, lakini si samani. Wewe tumuulize huyo. Samani ndugu yangu, mimi ni mgeni katika maeneo haya. Kuna mzee ni bwana muulizia mzee Amani. Jamani, ni mzee wa makamu hivi. Nipoje? Yaani kichwa chake kishakuwa na nywele nyeupe. Ana ngi yani. Ana midogo mingi. Huyo. Hapo mosi kidogo hivi. Mkorofi. Ndio huyo anamjua. Namfahamu. Mimi namfahamu vizuri brother. Sasa sijui unaweza mkanipeleka. Ninafahamu, yani ukipita njia hii unaona hii barabara moja kwa moja sio mbali huu mtaa. Ukipita njia kuna njia nakatisha kushoto na nyingine inaenda kulia. Ni hapo tu, hata sio mbali. basi sawa. Twendeni. Subirini. Nimejaribu kuangalia na mimi nilikuwa nahitaji niwasaidie, ila kama mtakuwa tayari. Kuangalia wewe bora baada ya mimi na matatizo. Matatizo gani tena? Alikadhalika hata ndugu wako. Sasa kama mtakuwa tayari, lakini mimi nataka nisaidie. Kwa mfano wangu mimi niko tayari. Naomba nisaidie. Mimi ndo kana mtu. Ndio maana naona kazi zangu zinakuwa na mabalaa sana. Lakini sasa hivi sipati, naomba usaidie mtu. Nashukuru ukisaidia. Alikadhalika hata mtoka. Mimi nitakusaidia. Kwa hiyo haya matatizo yanatoka wapi? Manake mimi sifahamu, na ukiangalia unajua mzunguko wa hapa mjini kama unavyofahamu. Sisi tunahangaika kuna kule, kwa hiyo kumbe tuna matatizo. Kwa mimi nataka labda kama manake nyie bwana Mwenyezi Mungu anawajalia upeo macho ya pili kuona jambo. Sasa mimi ningeomba tupate huo msaada. Mungu atufanyie wepesi katika hili. Wala msijali. Nishatoa ndani ya moyo wangu. Nataka niwasaidie. Kwa hiyo mmeamua kunisaidia mimi, na mimi nitawasaidia. Tangulieni niwasomee dua. Sawa? Sawa. Simameni. Msiogope. Sasa hapa nishamaliza kuwaombea. Kwa hiyo nawasaidia, nataka niwape dawa. Kila mmoja hapa nitampa karatasi yake, halafu atameza. Wewe shika hii, na wewe hii hapa. God have mercy upon us. Ndugu zangu, sasa basi, hizo karatasi nilizowapa sikunjeni. Sasa mzimeze
Mnasubiri nini? Sawa. Meza. Tunaweza tukaenda nikiendelea kuwaombea dua. Simameni. Semeni. Kila mmoja aangalie alichokiona. Wewe umeona nini? Nywele. Na wewe pia umeona nini? Si kucha hizi. Kama nilivyowaambia, huo ni uchawi mlolishwa na wanga. Zimetoka kwenye tumbo langu. Kila mmoja ameona kilichotoka ndani ya tumbo lake. Kila mmoja wenu ataenda njia panda, na ukifika njia panda, mguu wako wa kushoto kuna kitu utakikuta, kichukue na utakuja nacho. Hicho kitu kitakuwa ndo bahati yako na ufunguo wa maisha yako, na iwe siri yako. Utaanza wewe. Sawa. Sasa basi, utakavyotoka hapa, masharti usigeuke nyuma, na vitu vyako ndio mkabidhi huyu bwana. Umenielewa? Ndio. Sawa. Kwa hiyo ni zamu yangu. Sawa sawa. Nashukuru. Asante sana bro. Oya, tusepe, atasanuka mwanangu huyu. Tusepe. Yesu!
Bye.